Petro anaandika katika waraka wake wa pili ile sura ya kwanza mstari wa 4, tena anawaandikia watu wote mpaka walioko Kifuru. Anasema tena kwa haya ametukirimia ahadi kubwa za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Bwana Yesu asifiwe. Mkiokolewa na uaminifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya tabia ya uungu ni utakatifu. Mtakuwa takatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ni tabia ya uungu. Utakatifu sio tabia ya mwanadamu wa asili. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu wa asili ana utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ila Mungu ni mtakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu na nyinyi mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Hapo tumeshiriki tabia. Anasema Yesu, amini ninawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu. Maana walikuta mti aliolaani umenyauka, akawaambia sio hili la mtini tu mtalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka, Bwana Yesu asifiwe, ukatupwe baharini, Bwana Yesu asifiwe, litatendeka. Watu wengine wanasema kuzungumza bali ya mlima, kuzungumza bali ya matatizo, shida ni mlima. Sawa, simetafsiri wewe kwa sababu ya mafunuo, lakini hapa nazungumza bali na huu mti ni nini? Ndio nini mti? Kama mlima ni matatizo, mti Bwana Yesu asifiwe. Nadhani umeshaangalia kwamba kweli nazungumza bali ya mlima. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio unaona shida kwamba mlima huwezi kung'oka kwa sababu hauna imani ya kung'oa milima. Ni yeye mwenye siri ya uumbaji wa dunia alivyoiumba, kwa sababu dunia haijaumbwa kwa kitu kingine chochote ila kwa neno. Elewa. Bwana Yesu asifiwe. Dunia hii unayoiona na vyote unavyoviona vinavyokuchanganya havijaumbwa na kitu cha ajabu, ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye aliyesababisha dunia ikawepo kwa neno, kama inavyozungumzwa katika Yohana 1 ya kwamba hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno huyo alikuwa ni Mungu, na wala pasipo huyu neno akikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo huyu neno ndiye aliyevaa mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu kama utukufu pekee wa mwana wa Mungu uliojaa neema na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ndio neno aliyetumika kuiumba hii dunia kwa neno, kwa sababu wakati ule alikuwa kwa Mungu na sasa amevaa mwili. Anawaambia, sikilizeni siri niwaambie wanadamu, dunia niliitenga, niliiumba kwa neno, na kwa neno lililojaa imani pasipo mashaka unaweza kuzungumza lolote kwenye dunia hii na hakuna ambacho kitakuwa kiwezekani kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unasema haiwezekani kwako, ni kwa sababu bado unaishi maisha ya gerezani raia. Lakini ukitoka kwenye maisha haya ukagundua kwamba uko gerezani, Bwana Yesu asifiwe, utaanza kuona yale yasiyowezekana mbele yako yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wakati mimi ninafundishwa nilipata kukaa kwa kitambo kidogo, nikajiuliza ni akili yangu, nikatikisa akili hivi nione kama mawazo mabovu yanaweza kaja. Bwana akasema ni mimi nazungumza. Nimeiumba dunia unayoiona na vyote unavyoiona, ya kwamba siku ya kwanza mimi ndiye ambaye nilisababisha ya kwamba mwanga ukatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu dunia ilikuwa ukiwa tena utupu, na roho ya Bwana Mungu ilikuwa juu ya vilindi vya maji. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kujaza utupu ulio katika dunia. Vyote nilivyoviweka duniani vimetokana na neno.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unayeshiriki tabia za uungu una uwezo wa kutoa neno likiwa na imani pasipo mashaka na litatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Bwana anasema sisi tu washirika wa tabia za uungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tu washirika wa tabia ya uungu, ya kwamba usiishi kama vile mwanadamu mwenye tabia za asili ambaye anaongozwa na milango mitano ya fahamu, anaongozwa na akili iliyojazwa uzoefu unaotokana na milango mitano ya fahamu. No, huyo ni mwanadamu ambaye tumetokana huko. Hiyo ni old version. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili wanasema ya kwamba huyo ni mtu wa kale, ya kale yamepita, tazama mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waebrania 11 mstari wa 3 anasema, wapendwa, kwa imani tunafahamu, mimi na wewe, Bwana Yesu asifiwe, tunafahamu kwa imani kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana unavyoviona, haleluya, mito, bahari, milima, jua, mwezi, Bwana Yesu asifiwe, wanyama wote wa porini, ndege wa angani, pamoja na wale samaki wa baharini na vyote vitambavyo, havikufanyika kwa vitu vilivyoonekana. Maana nasema hata vitu vinavyoonekana unavyoviona kwa macho havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri, bali kwa neno. Vilifanywa kwa neno. Nikamwambia Bwana, kuna ukoko umebaki kichwani mwangu, naomba uondoe. Nikasema kwa neno. Mlima ulifanywa kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana ananiambia, mkiwa na imani mtashiriki tabia za uungu kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuambia mlima huu ng'oka, toka hapo, na ukaondoka ukaenda kutupa. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni tabia za uungu ambazo Mungu katika Yesu Kristo alivyotuwekea uzao wake, ametuwekea uzao wake ili tuwe washirika wa tabia ya uungu pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hivi ndivyo ilivyo dunia. Mungu akasema na uwe mlima, kwa neno mlima ukatokea. Bwana Yesu, kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaoshiriki tabia za uungu kwa imani bila mashaka, ukiwaambia mlima ng'oka, toka, katubu na ng'oka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima uwe umefunguliwa kamba zile ambazo zinakufanya ushindwe kushiriki tabia za uungu ambazo Bwana ameziachilia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo sisi tunapaswa kuwa na mamlaka ambayo dunia hii itatutafuta. Wako wapi wale waliopigwa ulimwengu? Wamefika na huku sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Za uungu, Warumi 12:1-2. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndugu zangu, ninawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yema. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Nataka nikuambie katika ibada leo, moja kati ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na makamilifu, ni mimi na wewe kushiriki tabia za uungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mapenzi kabisa ya Mungu. Tena ni mapenzi mema kwa wanadamu. Tena ni mapenzi yanayopendeza mno. Bwana Yesu asifiwe. Tena haya ndiyo mapenzi
makamilifu, ya kwamba mwanadamu awe na tabia, awe anashiriki tabia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi nilivyo mtakatifu, na nyinyi iwe watakatifu. Hii tabia. Haleluya. Lakini unashindwa wapi? Maana kama unaweza mtakatifu, unapelea wapi? Kwa nini sasa uwezi kuiambia milima ondoka hapa, nenda kule? Nini kinachoshindikana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kitu kinakosekana. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Amina. Unapojitoa kwa Yesu Kristo kwa dhabihu, na Yesu asifiwe, iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, haleluya, inakuwa ni ibada yenye maana, wala msifuatishe na dunia. Moja kati ya sisi waokole tunaifuatisha namna ya dunia hii ni bado kuwa na tabia, haleluya, na kuzitegemea tabia za mwanadamu wa asili, mwanadamu anayeongozwa na milango mitano ya fahamu, mwanadamu anayeongozwa na akili yenye uzoefu wa milango mitano ya fahamu. Huyo ni mwanadamu ambaye yuko uraiani, lakini ukweli kwamba anatumikia maisha ya vifungo. Yuko uraiani. Wakati Bwana anatutoa kule, unapokubali kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha, vifungo vingi vinaondoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vifungo vya dhambi vinaondoka, laana zinaondoka, na vyote unakuwa uko huru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na unapokuwa, maana anasema tazama ya kwamba mtu aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, cha kale kimepita, tazama mambo yote yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, huyo ni mtu mpya. Sasa unaendaje kwenye upya huo? Mbona wewe ni mpya, lakini unaishi na tabia zile za mtu wa zamani? Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kifungo cha nje tulicho nacho kwa Kristo, na tuko mbali katika kujifungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mbali. Muda si mrefu sana utaona watu kama hawaeleweki, wanafanya mambo ambayo wanadamu wa kawaida wakufanya, kwa sababu wamejitambua wana ushirika wa tabia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natamani niendelee sasa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Basi mwanadamu mwenye tabia asili hawezi kuyapokea mambo ya Mungu. Hawezi. Kwa nini? Maana kwake ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yanatambulikana kwa jinsi ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huyu mwanadamu wa tabia za asili anategemea milango mitano ya fahamu ili aweze kutawala mazingira yaliyopo. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mwanadamu anafundishwa kuyatawala mazingira yaliyopo kwa kupewa elimu zinazotokana na uzoefu uliopatikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na yale mazingira yaliyotokana na milango mitano ya fahamu. Kwa mfano, tunampeleka mtoto shule, hatumpeleki mtoto shule ili kumwongezea akili. Akili ni ile. Bwana Yesu asifiwe. Ila tunampa maarifa ili aweze kuyatawala mazingira, lakini maarifa yale yametokana na uzoefu wa milango mitano. Kwamba uzoefu unaonyesha usipofunika vyakula vizuri, unaenzi wanakuja wakitua, unaweza ukapata magonjwa ya matumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uzoefu unaonyesha kwamba ukifunika chakula enzi hawezi kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni elimu inayoingia. Yule mtoto pamoja na yule mtu anaanza kuwa na tabia, akiweka chakula anafunika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini mlokole anaambiwa wewe utaishi kwa imani, wala usiwe na mashaka, mwenyeji wangu ataishi kwa imani, na wala kisita sina furaha. Bwana Yesu asifiwe. Leta chakula hicho, piga maombi katika jina la Yesu, na yale yanaondoka na kula. Bwana Yesu asifiwe. Unamshangilia Bwana. Ila asiye na imani ya kila taua kile ulichokula wewe. Sio unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sio unanielewa vizuri? Ndivyo ambavyo
elimu iliyotokana na uzoefu wa milango mitano inafundishwa kuanzia shule ya vidudu mpaka chuo kikuu, na wanapatikana maprofesa wenye elimu ya uzoefu wa milango mitano. Hakuna kingine pale, ni uzoefu tu umekotokoto, ukapata vithibitisho, ukawekwa kwenye madaftari na vitabu, ukawekwa vizuri, ukaambiwa mtu sasa daraja la kwanza atatoka hapa, la pili hapa, chuo kikuu atakuwa na elimu hii. Ni elimu inayopatikana tu kwa mazingira haya milango mitano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anataka sisi twende nje ya mipaka hiyo. Anasema ya kwamba tunashiriki tabia kama za yule mwanadamu wa kawaida. Sisi sio wanadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe si mwanadamu wa kawaida, usijichukulie hivyo. Kwa hiyo lakini mtu rohoni anatambua yote, wala yeye atambuli na mtu kwa sababu yuko ndani. Mtu huyu mwenye milango mitano hana sense, hana namna ya kugundua kwamba yuko ndani. Yuko ndani. Na ndio maana yule Nikodemo anamuuliza Yesu, inawezekanaje mtu kuzaliwa mara pili? Akasema, wewe ni mwalimu wa Torati katika Israeli, wewe anamuuliza, kwa hiyo mimi inabidi katika uzee wangu niingie tumboni mwa mama yangu nizaliwe tena? Akamwambia, hapana, kilichozaliwa na mwili ni mwili, huyo ni mwanadamu wa kale. Hapa mimi nazungumza habari mtu mpya anayezaliwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kilichozaliwa na mwili kitabaki kuwa ni mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hichi hakiwezi kuyapokea mambo ya roho wa Mungu. Ninatengeneza mtu ambaye atakuja kuyapokea mambo ya roho wa Mungu, naye atakuwa na ushirika wa tabia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo ndio mtu ambaye Yesu anasema unapozaliwa mara ya pili wewe umekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua unaweza ukawa na pesa benki, uamuzi wa kuzitumia ni wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza ukawa na uwezo, lakini jinsi ya kutumia wakati mwingine unahitaji kufundishwa jinsi ya kutumia uwezo ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lilopo kubwa sasa, watu wa tabia au wanadamu wenye tabia za asili ameadvance sana kufundisha namna gani unaweza kuishi dunia hii kwa kujaribu kucontrol dunia hii kwa kutumia milango mitano na ile milango mitano. Lakini watu tulioitwa na Kristo Yesu hatujaadvance kueleza watu wa Kristo ambao ni viumbe vipya kutumia elimu ya kimungu kuweza kuitawala dunia hii kwa tabia za Mungu. Sijui unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa vizuri? Tunachozidiwa ni dhehebu la elimu na sio kitu kingine. Elimu inatakiwa itolewe ili watu wajue huyu mtu aliyezaliwa mara ya pili ana faida gani kwa safari ya kwenda mbinguni, na ana faida gani kwa maisha yetu tulio hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tatizo lilopo, walokole wengi tunajifunza namna gani ya kwenda mbinguni, na mbinguni tunakwenda, hakuna anayetuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunashindwa kujua huyu pia amepewa mamlaka makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kutawala ulimwengu kwa njia ya imani isiyo na mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hiyo haihitaji Yesu kurudi tena, inahitaji elimu tu ifundishwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema katika Wakorintho wa kwanza 2:16, ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amuelimishe. Kunachotakiwa sasa, yule mwenye nia ya Bwana, yule mwenye nia ya Bwana, mwenye tabia ya Bwana. Nia ya Bwana ni tabia ya Mungu, amuelimishe huyu mwanadamu. Lakini sisi tunayo nia ya Kristo, tunayo nia yetu iko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna mtu anaweza kwambia hii ndio nia yangu inaonekana. Nia iko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ule usawa wa Kristo, ndio nia ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
Anasema katika Luka ile 11 mstari wa 52, ole wenu enyi wana sheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hakuingia, na wale waliokuwa wanatakiwa kuingia mewazuia. Ninachojaribu kutumia hapa, sio duniani tu wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. Hata katika ulimwengu wa roho inajulikana ya kwamba elimu ya kiroho ni ufunguo. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuingia popote katika eneo la ulimwengu wa kiroho, ni lazima uwe na maarifa ya jinsi ya kuingia. Huo ni ufunguo. Bwana Yesu asifiwe. Utakao kufanya wewe uweze kuingia katika hilo eneo la kiroho. Na ndio maana mtumishi wa Mungu alizungumza habari ya watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ya kiroho ni ufunguo mwingine ambao unatakiwa utumie kwa ajili, Bwana Yesu asifiwe, ya kufanya na kumiliki na kutawala katika hali ya kuwa na ushirika wa tabia ya uungu. Hauwezi kutembea katika viwango vya tabia ya ushirika wa kimungu pasipokuwa na maarifa sahihi ya jinsi gani tabia hiyo ya uungu inaweza wewe kuanza kudhihirika kwako. Nimezungumza vizuri? Yesu asifiwe. Ninarudia tena, nimezungumza habari ya maarifa, nimezungumza na habari ya ufunguo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimesema hivi, ili uweze kutembea katika viwango vya ushirika wa tabia ya uungu, Bwana Yesu asifiwe, tayari iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hatuhitaji Yesu arudi tena. Hiyo tabia ya uungu tayari imekuwa ni juu yako wewe mwenyewe, lakini iko ndani yako. Ni jinsi gani utaanza kuenenda katika tabia hiyo ya uungu ukaitumia na kudhihirika? Inachohitajika ni maarifa tu. Elimu, ufundishwe. Ukishafundishwa uamini, ukishaamini uanze kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anasema watu wakikuondolea hapa, Yesu anawaambia kuhusu wa sheria. Ina maana kuna maarifa ambayo ni ufunguo wa watu kuingia mbinguni. Elewa vizuri, katika Luka 11 mstari wa 70. Kuna maarifa ambayo ni ufunguo. Ukiwa nayo maarifa, malango ya mbinguni yanafunguliwa mbele zako, unaingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wanasheria wameondoa maarifa yale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wameweka maarifa mengine, kwa hiyo wao hawaingii. Na wale wanaotaka kuingia kwa sababu wanawafundisha maarifa mengine, nao wanawazuia waingie. Kwa hiyo nataka nikwambie, ili uingie mbinguni unahitaji maarifa sahihi ya kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ili uwe ni mshirika wa tabia ya uungu unahitaji elimu sahihi ya maarifa ya namna gani ya kutembea na tabia za uungu. Kwa hiyo gap lililopo kati ya mimi kutembea katika tabia za mwanadamu wa asili, Bwana Yesu asifiwe, na kuingia katika tabia za ushirika wa uungu, ni elimu tu inahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Elimu ambayo kwa bahati mbaya haifundishi katika undani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haifundishi katika ule undani kila. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini mimi nashangaa, si kwa sababu gani Mungu ametupa upendeleo huu ya kwamba sisi tuijue hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika waraka wa kwanza Petro kwa watu wote, ile sura ya kwanza 16 ndio mstari, anasema kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Yaani hii ni tabia ya uungu. Mimi ninapaswa kuwa mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu yule aliye ndani yako, aliyeachilia uzao wake, yule ambaye ni mtu roho, yeye ana asili ya uungu.
Kwa hiyo ili mimi nitembee katika utakatifu, sihitaji tena Yesu afe mara ya pili msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Alishakufa. Uhitaji tena kumwamini Yesu. Ulipomwamini mara ya kwanza tu ulipokea tayari. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ulipokea uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ulipobatizwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Hatuhitaji tena ubatizo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni ubatizo tu ni sahihi, lakini unachohitaji sasa kwamba mtoto wa Mungu ndani yako kuna uwezo huu ambao unakupa haki ya kushiriki tabia moja, tabia mbili, tabia tatu, tabia nne, tabia tano, sita na kuendelea za uungu. Hizi ziko ndani yako, ni moja kati ya package uliopewa wewe kama mtoto wa Mungu unayeshiriki tabia za uungu. Bwana Yesu asifiwe. Kinachohitajika ni elimu tu. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote ile sura ya 3 mstari ule wa 9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Haleluya. Hii ni tabia ya Mungu. Kwa sababu umezaliwa na Mungu, una tabia ya Mungu ya kutotenda dhambi. Kwa nini unatembea katika dhambi? Ni kwa sababu bado hujapewa maarifa uwezo gani ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Na tulipojifunza wakati fulani kwa habari ya eneo hili, Bwana Yesu asifiwe, watu wengi walipopata ufunguo wa maarifa jinsi gani wanaweza kuishinda dhambi na kutembea pasipo kutenda dhambi, walitoa shuhuda nyingi kwamba wameweza kushinda dhambi nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dhambi nyingi ziliwakimbia kwa sababu waligundua ile elimu iliyokuwa imekosekana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi kwa sababu ule uzao wake nani huyo Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutoka. Yesu asifiwe. Haleluya. Yani mimi kwa natoka nianza kujua haya mambo, mimi nilikuwa kidogo na tabia ya uungu. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani hofu na mashaka juu ya dunia hii yameshaishaga. Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaona possible kwenye impossible zote, kwa sababu tabia yangu ya mwanadamu wa asili ilikuwa inanifanya mengi nione inawezekana, lakini tabia yangu ya uungu ambayo iko ndani yangu inaniambia yote yanawezekana kwake yeye aaminiye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema waraka ule wa kwanza wa Yohana ni ile sura ya 5 mstari wa 4 na ule mstari wa 5, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kunako ushinda ulimwengu, hiyo imani yenu. Ili uweze kushiriki tabia za uungu ya kwamba Yesu aliushinda ulimwengu, na mimi niliyezaliwa katika Yesu Kristo na uzao wake unakaa ndani yangu, ninashiriki tabia za uungu za kuushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaushinda ulimwengu kwa njia ndogo sana ya imani katika Yesu Kristo. Haleluya. Hizi tabia nimezirudia hizi tabia kwa sababu tumejifunza kwa ufasaha sana. Ninakupeleka taratibu ili sasa ufike kwenye ile tabia ya Mungu ambayo ukiweza kuambia kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kiambia kitu katika jina la Yesu toka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kinaacha yeye kinaanza kuondoka taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huko ndiko tunatakiwa twende. Bwana Yesu asifiwe. Na huko ndiko tunatakiwa tufike. Bwana Yesu asifiwe. Na huko ndiko tulikoandikiwa sisi kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kusema huko ndiko kushinda ulimwengu. Hiyo ni imani. Yes. Imani ndio inatufanya sisi tuushinde ulimwengu. Ambapo inarudia tena. Mungu nisikilize vizuri. Mwanadamu mwenye tabia ya asili hana imani.
kwa sababu anaishi kwa kuona, kwa kusikia, sio kwa kugusa, kwa kuonja, kwa kugusa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna imani katika kuona. Kama umeona imani ni nje. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sababu ya kuwa na imani kama umeshakiona. Tunakuwa na imani kwa vitu visivyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Vitu visivyo dhahiri tunaamini kwamba vitakuwa dhahiri. Kuwa na hakika ya maana yake tunajua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Havijaonekana lakini wewe umeshaanza kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu mwenye tabia ya asili hawezi kuwa na imani. Na ndio maana watu wote kabla ya kuja Yesu Kristo, watu wote unaoona, bahati mbaya hadi Petro na Yohana na Tomaso, wote walikuwa bado hawajapewa usawa wa Mungu ndani yao waweze kwenda kwenye imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana Tomaso anasema mimi nisipoona nikagusa siwezi kuamini. Ni imani ya milango mitano. Hiyo tunasema ni imani ya kuegesha, saa yote inaanguka. Sio imani halisi inayotoka kwa Mungu. Ni imani ya milango mitano ambayo tunasema ni imani weak, ambayo ukibadilisha mazingira kidogo tu, yule aliyetembea na imani wanaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukimwona mtu anakuja kanisani kwa sababu amesikia kuna miujiza imefanyika ya gari, wengine wamepata pesa, hiyo sio imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu amesikia na kuona. Bwana Yesu asifiwe. Akikaa baada ya muda asipoona miujiza ile imani na kufa kwenda anaondoka kanisani hamuoni tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sisi twenye imani inayotokana na mtu wa rohoni, ile ni imani isiyotetereka. Kuwe na milima, kuwe na mabonde, kuwe na jua, kuwe na mvua, watu wamesimama wamenyoka vile vile. Hawa ndio wale tunaoita kina Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wale walikuwa na imani ile kwa sababu Mungu aliwajalia kizazi kile, Bwana Yesu asifiwe, kuwa na Roho Mtakatifu ambaye sisi tunaye tele. Tunaelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu yule aliyekuwa anatembea na kina Danieli, kina Shadraka, Meshaki na Abednego, yule aliyekuwa anafanya mambo ambayo kina Daudi walikuwa wanawashika kina ndugu na simba, yule akamua Goliathi. Yule ndiye aliyepo ndani yetu. Kwa nini sisi hatutembei katika viwango vile? Bwana Yesu asifiwe. Yeye kuliko kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni maarifa tu, ukipewa maarifa utaanza kujiona Bwana Yesu asifiwe. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Haleluya.